Khutba ya leo tutazungumzia al-hikmatu min khalqi al-insan, hekima ya kuumba mwanadamu au sababu za msingi za kuumba mwanadamu. Hatuna shaka kwamba viumbe wote vimeitwa viumbe kwa sababu kwamba vimeumbwa, na hakuna muumbaji isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kiwe kinaishi mbinguni, kiwe kinaishi ardhini, kiwe popote pale, bado kinakuwa ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema dhalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay la ilaha illa huwa fa'buduhu wa 'ala Allahi falyatawakkalun. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu ndiye muumba wa kila kitu. Anasema huyo ndiye Mola wenu mlezi, muumba wa kila kitu. Hapana apasaye kuabudiwa isipokuwa yeye, la ilaha illa huwa fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil, na yeye juu ya kila kitu ndiye mlinzi na msimamizi. Kwa hiyo haya yote viumbe wote wanalikubali hilo, taw'an au karha. Ingawa kuna watu wachache tu wao ndio waliokataa, wenye fikra ambazo walizitengeneza kwa maslahi yao, fikra za kukataa kwamba hakuna Mungu, kama alivyokuwa kina Lenin, kina Karl Marx, kina Jean-Jacques Rousseau, walikuwa na maoni yao hayo. Lakini bado inabaki kauli ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye aliyeumba viumbe vyote. Miongoni mwa hivi viumbe vilivyoumbwa ni mwanadamu, na Allah subhanahu wa ta'ala alimleta baada ya kutokuwepo. Tena ndio viumbe vya mwisho kuumbwa, kwa sababu mwanadamu analetwa duniani, viumbe vyote au viumbe vingi tayari Allah ameshavileta. Mwanadamu kakuta kila kitu kiko tayari katika ardhi hii. Ndio Allah akamwambia waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a, nilikuumba wewe uko zamani na hukuwa kitu chochote. Na kama alivyosema sehemu nyingine vile vile, bismillahirrahmanirrahim, hal ata ala al-insani hinun min ad-dar lam yakun shay'an madhkura. Hakika ilimpitia mwanadamu kipindi kirefu katika zama, katika maisha ya dunia, hakuwa ni kitu kinachotajwa. Kwa hiyo Allah ndio akaamua kumleta kupitia Adam, ambaye aliumbwa kutokana na mchanga au udongo. Kisha baada hapo akauambia kun, kuwa ukawa. Kisha ukatolewa sehemu ya ubavu wake, akaumbwa Hawa, ikawa ndiyo mkewe. Yakawa ni maingiliano kutokana na wawili hao, ndiyo dunia ikaenea, kuanza mmoja, wawili, wawili, mpaka kuenea kama alivyosoma katika mukaddima, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Enye watu, mcheni Mola wenu ambaye aliyekuumbeni kutokana na nafsi moja, na akaumba kutokana na nafsi ile mkewe, na akaeneza kutokana na wawili hao wanaume wengi na wanawake wengi. Kwa hiyo huu ndio mfumo wanadamu alioletwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika hii dunia. Sasa nini sababu za kumleta huko alikomtoa katika mfumo huu ambao ameuzungumzia mpaka akafika sasa hivi yupo hapa duniani? Sababu zake nini? Sababu kubwa Allah anaijibu kwa kusema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa wapate kuniabudu. Yani lengo la wewe mwanadamu, lengo la jini kuletwa duniani ni kwa ajili ya kufanya ibada, kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo kazi yake. Mwenyezi Mungu hahitaji kwa chochote. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, sitaki kwa wao riziki wala sitaki walilishe. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, haka Mwenyezi Mungu yeye ndiyo mwingi wa kuruzuku, mwenye nguvu au mwenye nguvu madhubuti, mwenye nguvu imara isiyoshindika na kiumbe chake chochote. Ndugu zangu katika imani, kwa hiyo lengo ni ibada. Ni ibada ni nini? Yani inaweza kuja swali mtu, ibada ni kitu gani? Ibada kama alivyozungumza mwana wa chuoni Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina. Ibada ni kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu anakipenda, kiwe ni katika vitendo, iwe ni katika maneno, yawe ya wazi
yani yanayoonekana au ya siri ya kujificha wewe. Hiyo itaitwa ibada. Sasa litakuja swali, tutajuaje kama hili Mungu analipenda na hili Mungu analichukia? Lau tutatumia akili hazitokubali sehemu moja. Kila mmoja atakuwa na muono wake. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala kwa huruma yake, kwa mapenzi yake, kwa kiumbe hiki kitukufu binadamu, akaleta mitume. Sababu ya kuletwa mitume, kazi yao ni kuja kuwaelekeza watu namna gani watamuabudu Mwenyezi Mungu, namna gani watatekeleza ibada. Kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Na tumekuteremshia wewe Muhammad Qur'an, adh-dhikr, mauidha, ukumbusho, ili uwabainishie watu, litubayyana lin-nas, ili uwabainishie watu ma nuzila ilayhim, walioteremshiwa. Yani kapewa kitabu, ninavyotaka kuabudu, chukua kitabu hiki ambacho ni Qur'ani, huu ndio muongozo wangu. Sasa nimekupa muongozo huu, wewe uwe ndio mbainishaji, wewe ndio mtoaji wa maelezo, ndio mfasiri sahihi wa hii Qur'ani, wa maelezo yangu ninayotaka mimi. Kwa hiyo sisi, ili tufikie ibada sahihi, lazima tumfuate yule aliyetumwa kutoa ufafanuzi. Ndio maana tunapokhtalifiana katika jambo, tunapotafitiza katika jambo, Qur'ani inaturudisha, wa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Mkiwa mmebishana, mmetatizana katika jambo, lirudisheni kwa Mwenyezi Mungu na mtume. Hapa ndiyo tutapata majibu sahihi. Kwa hivyo wajibu wetu, ili tufanikiwe kufanya ibada sahihi, lazima tumfuate mtume, kwa sababu yeye ndiye aliyetumwa kuja kutubainishia. Ndugu zangu katika imani, kwa maana hii, ili ibada yako ikubalike, ibada yako iwe Allah anaipa malipo, ambayo itakuwa ni faida yako wewe kwenye safari yako inayoendelea. Kwa maana safari ya mwanadamu haishii hapa. Kamtoa Allah alikomtoa alikuwa ajitambui, sasa akamtambulisha kwamba uko hapa, lengo lako ni ibada. Na hizi ibada utakazozifanya si kwa faida ya Allah, hahitaji ibada zako, bali faida ya ibada hizi ni zako wewe, zitakusaidia kwenye safari yako. Kwa sababu tukitoka, hiki ni kituo kimoja. Kituo hiki, tuna kituo cha kaburini, tuna kituo cha uwanja wa hisabu, na kituo cha mwisho, imma aljanna wa imma an-nar. Hicho ndio kituo cha mwisho, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa walladhi nafsu Muhammadin biyadi, na hapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko mkononi mwake, yani Allah subhanahu wa ta'ala, ma ba'da al-maut min musta'tabin wala ba'da ad-dunya min darin illa al-jannatu aw an-nar, na kwamba hakuna nyumba baada ya dunia ila pepo au moto. Yani huko mwisho wa safari ni vitu viwili, ima peponi iwe motoni. Ili uingie peponi kunahitaji duniani ulijiandaje, ili uingie motoni uliandaaje huko maisha yako duniani. Kwa hiyo hiki ni kituo muhimu sana, ndio mafanikio yako na ndio maangamio yako katika hii dunia. Ukitekeleza ibada, basi itakuwa umefanikiwa, lakini ibada ina utaratibu, ina taratibu zake, umfuate mtume. Kwa hiyo ibada ndiyo zawadi yako utakayoondoka nayo. Ndio maana mtume anasema unaposindikizwa, yatba'ul mayyita thalath, vitatu ndio vinamsindikiza mtu anapokufa. Ahluhu, watu wake, watu wanomkubali, watu wanomjua, marafiki zake, ndugu. Wa malu, na mali, kama alikuwa ni tajiri, na maana patatumika hapo matumizi makubwa na misafara itakuwa mikubwa. Wa amalu, amali zake, ibada zake, ndizo ambazo anakwenda nazo. Vinarudi viwili, watu na mali inarudi, watu wanakuja kukosana mapanga ili zigaiwe. Inabaki ya amali yako, ibada yako ndio unaobaki nayo, maana ndio yako ya safari ile. Kwa hiyo ukiizemea hapa, ujue kwa lugha ya vijana imekula kwako wewe mwenyewe, kwa sababu Mwenyezi Mungu hahitaji amali zako. Ndugu zangu katika imani, kwa hivyo ile amali ikubaliwe inahitaji vitu vitatu vya msingi vitimie. Cha kwanza ni Uislamu. Kama ushakuwa Muislamu, vinabaki viwili, ikhlas na mutabaa. Kwa hiyo jambo la kwanza ni Uislamu. Je, wewe unayefanya hii amali,
hii ibada unaifanya, je, unaifanya ni Muislamu? Kwa sababu kama si Muislamu hutopata thawabu, kwa sababu sharti la kwanza ni Uislamu, kama vile alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa birasulihi. Hakuna kilichozuia kukubaliwa michango yao, ibada zao, malipo yao, isipokuwa ni kwa sababu wao wamemkufuru Mwenyezi Mungu na wamemkataa mtume. Kwa hiyo amali zao zitakuwa zipo, hata kama watazifanya ni nzuri. Siku ile ya kiyama amali zake nzuri, pengine anafanya mtu mambo mema, anafanya mambo ya kusaidia jamii, anasaidia mayatima, ni amali, lakini si Muislamu, huyo hatopata malipo. Allah asema waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Tukaziendea amali zao ambazo walizifanya wakaziona nzuri, tukazifanya kama vumbi lililotawanywa, yani hawapati chochote. Kwa nini? Kwa sababu wamemkataa Mwenyezi Mungu. Lakini sharti la pili ni ikhlas. Ikhlas ni kufanya jambo kwa ajili ya Allah, yani ulifanye hili na lifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ni kama unaswali kwa ajili ya Allah, kama unatoa mali kwa ajili ya Allah, chochote kufanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kinyume chake itakuwa ni riaa, unafanya kwa kuonyesha watu, kwako pia itakuwa imekula sawa sawa na yule ambaye hakufanya, hupati chochote, bali kuna hatari ya kupata dhambi. Kama vile alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un. Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, enyi mlioamini msiharibu sadaka zenu, msiharibu amali zenu. Bilmanni, kwa kusembulia, wal adha, na kwa kuudhi. Mkifanya hivyo, kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas, mtakuwa sawa na yule ambaye anatoa mali yake kwa kuonyesha watu, anayefanya ibada kwa kuonyesha watu. Famathaluhu kamathali safwanin alayhi turab, mfano wa wawili wote hao ni kama vile jiwe ambalo lina mchanga. Jiwe lile ambalo linaonekana lina udongo limejificha kutokana na udongo, fa asabahu wabilun, likafikwa na mvua kubwa ikatotesha katika ule udongo, fatarakahu salda, likawa tupu. Maana yake nini? La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu, hawawezi kupata chochote katika yale waliyofanya katika uchumi. Na maana hapati kitu. Kwa nini? Ria. Kwa hiyo ndio maana kitu cha pili ni ikhlas, ufanye kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini la mwisho, mutabaa ni kufanya jambo kwa kufuata utaratibu alioweka mtume, na hapa ndipo watu wanapokosana. Hii ndio itaitwa bid'a. Bid'a ni amali ile unayoona nzuri lakini imekosa utaratibu. Unajua kitu, utaratibu ni kitu muhimu sana. Kwa mfano umekwenda ofisini, mfano tuseme unaenda ofisi ya mkuu wa mkoa, ukaingia tu kufungua mlango ukaingia sasa kwenda muona mkuu, itakuwa ni sahihi? Nani atakubalia? Kwa hiyo kuna utaratibu ufuate. Umuone kama ni katibu, umuone sekretari, akupe utaratibu kwamba ili umuone leo ana nafasi hapa, ndio utaratibu. Ukikauka sio sahihi. Kwa hivyo mtu ukimwambia bid'a, kuna lugha za dharau. Sasa hivi mtu kabobea kwenye bid'a, yani kile bid'a, kullu muhdathatin bid'a, yani kana kwamba ni kitu cha mchezo, kama vile kitu kudharau. Neno bid'a halijaletwa na mtu, kalileta mwenyewe mtume. Katika mukaddima alikuwa akitoa hutuba lazima aseme wa kullu muhdathatin bid'a, maneno yake asema mtume, wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar. Kila kilichozushwa ni uzushi, ni bid'a, na kila bid'a ni sababu ya ni upotevu, na kila upotevu ni sababu ya kuingia motoni. Maneno haya akayasema mtume. Usije ukadharau bid'a ukafikiri labda kuna mtu anakataza ndio anasema watu wa bid'a wale, yule mtu bid'a, kile kitu bid'a. Sio mtume wakati anatamka yeye mwenyewe alikuwa anakusudia nini, na akaonyesha mfano wa utaratibu. Wamekuja watu watatu kwenye nyumba za mtume sallallahu alaihi wasallam kuuliza habari za amali. Mtume mwenyewe yuko hai. Jamani, mtume amali zake zikoje? Na kusahada za usiku. Mchana tuamuona, usiku je? Wakaelezewa. Rawi hadithi asema wakaannahum taqalluha, kana kwamba wao waliziona kidogo. Sasa yani mtume mbona kidogo hivi? Ndio kijana kishakuwa na hamasa au na kila kitu. Raka 2 asubuhi, mimi na nguvu asubuhi. Kwani zingekuwa 6 zingekuwa nini?
au ya dhuhuri raka 4 tu, mimi naswali 7, kwani ina nini? Kwa hamasa. Kwa hiyo wale wakaziona ni kidogo. Mmoja akasema mimi nitaswali wala sitalala, yani ukifika usiku tu baada isha nikisimamo mpaka alfajiri. Mmoja akasema mimi nitafunga na wala sitafungua, siku zote mimi nafunga milele. Mmoja akasema nitafanya yote mawili na siowi. Hayo wewe na wala washiba sikutakuleta fitna utakaofanyaje? Kwa hiyo huyo asema mimi siowi, kwa hiyo nitakuwa kazi yangu ni ibada, mchana nimefunga, jioni na swali, na sina shida ya mwanamke asija kadai haki zake, sitaki. Maneno yale wanayozungumza mbele ya wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipokuja akaambiwa, Mtume kama kawaida yake akasimama msikitini akawaambia kwamba kuna habari ya watu watatu wamekuja nyumbani kwangu kuuliza amali zangu na wanaziona ni chache. Wallahi mimi ni mcha Mungu kuliko yoyote katika nyinyi, lakini ninaswali na ninalala, ninafunga na ninafungua, wa atazawwaju nisa na nao. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yoyote atakayejitenga na mwenendo wangu, utaratibu wangu, huyo si katika mimi. Kwani wale walifanya jambo baya, swala ni jambo baya? Maana si ndio watu wanaambia hii swala ni wale, yule mmoja sema nitasimama kucha kuswali, jambo la khairi jambo baya. Yule asema mimi nitafunga, jambo la khairi jambo baya. Afadhali wako chako ukasema. Lakini Mtume anakataa, sema huo sio utaratibu wangu, na mtu atakaye kwa hivyo si katika mimi, anamkataa. Na maana huyo atakuwa ni mzushi, bid'a, kakhalifu mwenendo wangu. Ndugu zangu katika imani, safari hivi sasa tuko ndani ya mwezi wa Rajab. Mwezi wa Rajab ni miongoni mwa miezi mitukufu. Katika miezi mitukufu, miezi 12, kuna miezi 4 mitukufu, kama ilivyo katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 shahra, mwaka ni miezi 12. Minha 4 hurum, ndani ya miezi 12 kuna miezi 4 mitukufu. 3 mutawaliyat, mitatu imefuatana: Dhulqada mfungo 2, Dhulhijja mfungo 3, Muharram najulikana hivi Muharram, wa Rajab Mudhar, na mwezi wa Rajab ambao baina Jumada wa Shaaban, ambao kwa kati ya Jumada mfungo 9 na Shaaban, ambao ndio mwezi wa Rajab. Kwa hiyo ni katika miezi mitukufu ambayo Allah ameipa heshima. Kwa hivyo anasema msidhulumu nafsi zenu mle, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo kwa kufanya maasi, kwa kufanya mazushi, kwa kufanya mabaya ambayo yatakuwa mwisho wake kwa nyinyi ni hasara. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، الغفور الرحيم والبر الكريم.